Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena aliyotupatia sisi watoto wake kuja miguuni pake. Jina lake lihimidiwe sana. Karibuni katika mjadala Yesu wa kujifunza lesoni, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, Oktoba 10, ikisema kutafakari zaidi. Leo tunaongelea hasa mambo ambayo yamekuwa wiki nzima tukijifunza. Sasa leo tunaenda kuhitimisha kwa kutafakari zaidi. Ni kipi ambacho tumekipata kuanzia siku ya Jumamosi hadi leo Ijumaa? Basi tuombe. Baba yetu, rafiki yetu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Jina lako lihimidiwe sana. Endelea kusema nasi, endelea kuongea nasi na kuwa nasi. Roho Mtakatifu atupatie mafunuo mapya kwa ajili ya ukuu na utukufu wa jina lako. Tunakushukuru sana kwa sababu unatupenda. Ni katika Yesu Kristo, amina. Karibuni katika mjadala sasa wa lesoni, tukienda kutafakari baadhi ya mambo ya msingi katika somo la juma hili. Leo tunatamani tuanze kutafakari uongofu wa Rahabu. Uongofu wa Rahabu haukuonekana uongofu wa Rahabu haukuwa tukio pekee la rehema za Mungu kwa waabudu sanamu. Walitambua mamlaka ya Mungu. Katikati ya hichi, watu wengi wa Gibeoni waliukana upagani na kuungana na Israeli, wakiingia katika kushiriki baraka za agano. Hakuna tofauti kwa sababu ya utaifa, jamii au tabaka inayotambuliwa na Mungu. Yeye ndiye muumbaji wa wanadamu wote. Wanadamu wote ni wa familia moja kwa uumbaji, na wote ni wamoja kwa njia ya ukombozi. Kristo alikuja kubomoa kila ukuta wa utengano. Ni lazima tuelewe, Kristo alikuja kubomoa kila ukuta wa utengano. Ikiwa wewe bado kuna watu unaona ni kabila fulani, kuna haki fulani wastahili kupewa, ni kosa na ni dhambi. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana zaidi bado haujamfahamu Kristo unayemtangaza habari zake. Ni lazima sisi sote tumeunganishwa. Ukabila wetu, matabaka yetu yameunganishwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alikuja kutufia wote. Sikia, na kufungua kila chumba cha nyua za hekalu ili kila nafsi ipate uhuru wa kumkaribia Mungu. Kila nafsi ina uhuru wa kumkaribia Mungu. Upendo wake ni mpana mno, wa kina mno, umejaa mno kiasi kwamba umepenya kila mahali. Unawainua kutoka katika uwezo wa shetani wale ambao wanadanganywa na madanganyo yake, na kuweka karibu na kiti cha enzi cha Mungu, kiti cha enzi kilichozungukwa na upinde wa mvua wa ahadi. Katika Kristo hakuna Myahudi wala Myunani, mtumwa wala mtu huru. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima tukumbuke kwamba katika Kristo hakuna mtu yoyote ambaye amefungiwa nje asiyestahili kuokolewa. Kila mmoja ana nafasi ya kuokolewa. Labda ukatae wewe mwenyewe tu, lakini Kristo watu wote ametupatia nafasi, upendeleo wa kuokolewa. Lakini kitu kingine ambacho tusisahau ni kwamba upendo wa Mungu ni mpana sana. Hauna kikomo, hauna kipimo, unapenya maeneo na sehemu nyingi. Hata na sisi yapaswa tujifunze na kutafakari upendo wa Mungu. Kinachonitia moyo ni kwamba eti kiti cha enzi cha Mungu kimezungukwa na ahadi za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa kiti cha Mungu kimezungukwa na ahadi za Mungu, zile ahadi za Mungu ni kwa ajili yetu. Ni lazima tuzidai kuzitumia maishani mwetu. Ni kosa la jinai ikiwa unakaa siku baada ya siku bila kudai ahadi za Mungu. Ni lazima mimi na wewe tudai hizo ahadi za Mungu na kuzitumia katika maisha yetu. Lakini habari njema ni kwamba, ndugu, hapo ulipo unayo kila sababu ya kumwambia mwenzako habari njema, kumwambia mwenzako kuwa Mungu, kumwambia mwenzako upendo wa Mungu katika maisha yetu.
Anasema imani ambayo inaeleweka zaidi kama kutumaini ndiyo kiini cha swala hapa. Katika uhusiano wa viumbe wake, daima Mungu anaacha nafasi kwa ajili ya tumaini. Kwa namna fulani, imani imekuwa swala la msingi tangu anguko katika bustani ya Edeni. Je, si vile vile katika mazingira ya kibinadamu? Hauwezi kuwa na uhusiano wa kweli bila kuamini. Bila kuaminiana. Ni lazima tuaminiane na tumwamini Mungu. Tunaposema imani, tusichanganye. Ni kutoa utii kamilifu mbele za Mungu. Ndiyo maana ya imani. Unapokuwa na utii mbele za Mungu, ni lazima utatii na kuamini kila anachokisema. Lakini kama hautokuwa na utii kamilifu mbele za Mungu, hata Mungu akikwambia kuna ahadi maelfu, huwezi ukaamini. Ni lazima tutii mbele za Mungu. Ikiwa Israeli wangemtumaini Mungu, wangewafukuza Kanaani kwa njia zisizo za kawaida. Kuna muda wa Israeli wanaonekana kuzidiwa na Kanaani, ni kwa sababu imani yao iliteteleka. Tunaweza tukasema kwa lugha nyingine kwamba utii wao kwa Mungu uliteteleka. Lakini kama utii wao ungeimarika bila kutikisika, wangewafukuza na kuwashambulia Kanaani kwa njia ambazo sio za kawaida. Naomba nikwambie jambo moja, ni kwamba kuna muda katika maisha yetu tunaona mambo yaeleweki, tunaona mambo ni magumu, ni kwa sababu hatujamtumainia Mungu kweli kweli. Anasema ikiwa tutaonyesha imani kweli kweli, atatutendea mambo hata kwa njia zisizo za kawaida. Mimi ninachokiamini kwa Mungu ni kitu kimoja, ni kwamba yeye hataki kitu chochote ili akutendee. Anatumia njia yoyote anayoiona inafaa na inamstahili yeye kuitumia. Kwa maana usimwekee limit Mungu wa mbinguni. Imani yapaswa uitumie, uiendekeze. Anasema kutokumtumaini kulikodhihirishwa na kizazi kilichotangulia kunaoneshwa wazi na Mungu kama sababu ya kushindwa kwao anapomuuliza Musa, je, watu hao wanaonizalau hata lini? Watanizalau hata lini? Wasioniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, lakini bado kuamini. Hata Waisraeli kipindi wanaongozwa na Musa, bado sambamba na kwamba Mungu aliwatendea maajabu mengi, lakini bado walionekana kutoamini. Hata sisi katika maisha yetu leo ni lazima tuweke imani thabiti kwa Mungu wa mbinguni. Hakuna kitu ambacho kinamfurahisha Mungu kama kuona sisi watoto wake tunatoa ukweli kamilifu mbele za Mungu. Mungu akisema simama, hata kama uone mahali pa kukanyaga, simama. Akisema tembea, hata kama unaona shimo, tembea. Yeye anakushika mkono. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie kitu kingine cha muhimu. Imani ya Rahabu pamoja na Gibeoni. Je, imani ya Rahabu pamoja na Gibeoni. Tuangalie ufanano uliopo kati ya Rahabu pamoja na Gibeoni, lakini pia tuangalie utofauti uliopo kati ya Rahabu pamoja na Gibeoni. Anasema vipengele vya imani. Rahabu wa Gibeoni, msingi kusikia. Rahabu alisikia habari za Mungu akaamini. Wa Gibeoni pia walisikia habari za Mungu akaamini. Ndio ilikuwa ni msingi wao. Njia ambayo aliitumia ilikuwa ni uongo. Wote tunaona wote, Rahabu na Gibeoni, wote walitumia njia ya uongo. Rahabu anatumia uongo kwa ajili ya kuwaokoa watumishi wa Mungu, lakini hata Gibeoni tunaona jana tuliangalia wanatumia uongo kwa ajili ya ili kusudi wapate kuokolewa. Lengo lao sasa la kutumia uongo lilikuwa ni nini? Kutokuangamizwa. Wote walitumia uongo, lengo lao ilikuwa ili wasiangamizwe. Katika maisha yetu kuna muda tunaweza tukatumia uongo tukahisi tuko salama, lakini hatuko salama. Sikia, matokeo ya mara moja yalikuwaje? Sikia, wote walipokea ukombozi. Rahabu alipokea ukombozi, lakini wa Gibeoni walipokea pia ukombozi.
Utofauti unakuwaje sasa? Utofauti ni kwamba Rahabu alipokea ukombozi wa kudumu, lakini Wagibeoni walipokea ukombozi wa muda kwa lengo yaani wa muda tu kwa ajili ya manufaa yao kwa muda mfupi. Sikiliza, je, matokeo yao kwa muda mrefu yalikuwaje? Rahabu alipata uraia kamili, yani alikubaliwa na Mungu. Na ndio maana ukiangalia hadi Rahabu anakuja ukiangalia historia ya Rahabu hadi Yesu anatokea kwenye ukoo wa Rahabu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kitu ambacho nakipenda sana katika maisha yangu. Ni kwamba leo unaweza kumwona mtu fulani ni mzambi, hafai, lakini bado Mungu anamuhitaji. Kuna siku moja anaweza katoa kitu chema, kama ambavyo tunaona Kaaba, ndipo mwokozi wetu katika ukoo huo ndo mwokozi wetu anatokea. Je, mara ngapi madharau watu? Usimdharau mtu. Sikia, hawa Gibeoni walibaki kuwa watumwa kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kwa ajili ya wokovu kwa muda mfupi. Baadaye waliendelea kuwa watumwa. Katika maisha yetu, tunapozamiria kumfuata Kristo, tusimfuate kwa jambo fulani, tumfuate tukiwa tumekita mizizi kwake. Kwa nini? Kwa sababu tusipokita mizizi kwake, kuna muda tutakuwa watumwa. Na kupendekezea ndugu yangu, mkabidhi Yesu maisha yako. Hata kama uoni matokeo kwa sasa, mkabidhi. Hakuna kitu ambacho Mungu anakipenda kama kutoa utii kamili kwake. Mungu akubariki na tubariki. Tuombe. Baba yetu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna kwa jinsi ya pekee ambayo umeendelea kuwa pamoja nasi. Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi sasa. Asante kwa jinsi ambavyo umetufunulia na kutufundisha. Jina lako tukufu litukuzwe sana. Ni katika Yesu Kristo, amina.